Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, jifundishe maneno haya yenye siri ya ajabu kabisa na yenye siri ya mtu kukubaliwa yale anayoyataka. La ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu assamadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Haya maneno niliyoyatamka, yeyote atakayeyatamka maneno haya mara 21 kisha akainua mikono juu akamuomba Allah jambo lolote analolitaka kutoka kwa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humjibu papo kwa papo yale aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jenga imani, jenga yaqini, alafu jenga ikhlasi katika nafsi yako. Mdhanie Allah subhanahu wa ta'ala kheri, alafu usijidhanie kuwa hichi ninachofanya nitajibiwa ama sitojibiwa. Weka asilimia zote kuwa haya ninayoyafanya Allah atanijibu, kwa sababu ndiyo ahadi yake, na ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haiendi kinyume hata siku moja kwa waja wake. Alichokiahidi Allah huwa anakupa papo kwa papo. Sema tena ndugu yangu, narudia tena kwa msisitizo, sema haya maneno mara 21 kisha muombe Allah utakalo utapata. La ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu assamadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Maneno mazito sana haya ndugu yangu Muislamu, maneno yana siri kubwa ndani yake. Haya maneno yamebeba siri kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maneno ambayo hayasemi mwenye kuyasema, ila hutetemesha mbingu zote kwa uzito wa maneno haya. Hayasemi yoyote mara 21 kisha akamuomba Allah anachokitaka, isipokuwa Allah humkidhia haja anayoyataka. Enyi mnaoteseka na maradhi, enyi mnaoteseka na mitihani ya kidunia, enyi mnaoteseka na shida mbalimbali za dunia, enyi mnaotaabika na taabu mbalimbali, basi mko wapi na maneno haya matukufu? Mko wapi na maneno haya mazito? Mko wapi na maneno haya yenye kuleta faraja? Mko wapi na maneno haya yatakayobadilisha maisha yenu kwa muda mfupi? Mko wapi ambao mmeteseka kwa muda mrefu na maneno haya? La ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu assamadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Mara 21 muombe Allah unalolitaka utapata. Muombe Allah riski ya halali aipanue, utashangaa namna Allah atakavyokukunjulia riski zako. Muombe Allah, nimeteseka muda mrefu na maradhi haya, naomba niondoshe maradhi haya. Utashangaa namna utakavyorudi katika afya iliyokuwa bora. Hujaolewa, la ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu assamadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Hujaoa, maneno ya kuyasema ni haya, kisha muombe Allah mke wa kheri. Hujaolewa dada yangu, maneno ni haya, muombe Allah mwanamume wa kheri. Huna gari, umechoka kupanda daladala, maneno ni haya, muombe Allah kujalie kipandwa. Huna nyumba, maneno ni haya, ukimaliza muombe Allah akupe nyumba. Huna mtoto, maneno ni haya, ukimaliza muombe Allah ni ruzuku mtoto aliyekuwa mwema kabisa. Ndugu yangu mpenzi Muislamu, una dhiki, una njaa, una umasikini, maneno yatakayokupa utajiri kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa imani na yaqini na ikhlasi ni haya. Mara 21 muombe Allah kile unachokitaka, muombe Allah yale unayoyataka, muombe Allah yale unayokusudia. La ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu assamadu alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Maneno mazito haya, maneno makubwa haya, maneno yana siri nzito kabisa katika kumkidhia mtu haja za mambo anayoyataka. Hayatamki mwenye kuyatamka haya maneno illa kila atakachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala humwambia, umepata mja wangu, umepata mja wangu, umepata mja wangu, umepata mja wangu.
Kazi ni kwetu sisi ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, na kukumbusha ya kuwa wala dhikrullahi akbaru, kumtaja Allah ni katika mambo makubwa, mambo mazito sana. Sikiliza, Allah anasema walillahil asmail husna, na Allah majina yaliyokuwa mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni Allah kwa majina yake. Ni maneno ya Mungu, si maneno yangu. Asikiliza, Allah anasema wadharu alladhina yulhiduna fi asmaihi, na wale wanaopondoa, waacheni wale ambao wanaopondoa katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kuna watu hawana yaqini katika dhikri ya Allah. Kuna mtu kumwambia dhikri anasema wapi bwana, unaweza kufanya dhikri usipate chochote, nimeshafanya sana mimi dhikri sijapata chochote. Imani yako dhaifu, wallahi wewe ni mdhaifu wa imani. Ukiona unafanya dhikri, unamsalia mtume, istighfar, bado mambo yako magumu, jihesabu mimi ni katika wale ambao imani zao ni dhaifu. Lakini anayeshikamana na dhikri sawa sawa, akatawakkal kwa Allah sawa sawa, akategemea kwa Mwenyezi Mungu ukweli wa kutegemea, dhikri huwa haimtupi mtu baba yangu, dhikri haimwangushi mtu baba yangu, dhikri haimhuzunishi mtu baba yangu. Humwezi kumtaja Allah kwa sifa kama hizi zinazotikisa mbingu na kuwafanya malaika wasujudu, eti Allah sikukidhie shida zako, tena shida ndogo ndogo hizi za kidunia. Allah anakumalizia na lolote utakalolitaka Allah atakupa kwa idhini yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu hajawa mchoyo kiasi hicho baba yangu. Anawapa watu wanaomba miti, anawapa watu wanaabudu ng'ombe, anawapa watu wanaomba makaburi. Akunyime wewe, uliamua kumtaja kwa sifa zake, la ilaha illa Allahu alwahidu alahadu alfardu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Una dhambi gani ndugu yangu uliyotenda eti Mungu asikujibu? Wacha kukuza madhambi yako uliyoyatenda eti kwa sababu umeyatenda madhambi Allah asikujibu. Allah anakujibu na Allah anakupa kile unachokitaka, anakusamehe madhambi yako na anakupa kile anachokitaka. Usikate tamaa ndugu yangu Muislam, usirudi nyuma ndugu yangu Muislam. Simama sawa sawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utamwomba Allah, yuko karibu na wewe na atakupa yale unayotaka. Inna Allaha kana bikum rahima, Allah kwetu sisi ni mpole maskini, ana huruma na sisi, anatuhurumia, anataka tumuombe tu atubadilishie maisha yetu. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wal afwa minkum.